Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mungu na kutaka ziada za kheri ziende kwa kiongozi wa umma Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo ada na desturi yetu, tunakutana tena hapa katika kipindi cha kliniki nyumbani kwako. Na kama ilivyo ada na desturi yetu, katika kipindi hiki ni kuzungumzia magonjwa mbalimbali ya kibiolojia ambayo yamekuwa na athari kubwa katika maisha ya wanadamu. Na siku ya leo tutakuwa na mada ya sehemu ya pili ya mada inayozungumzia magonjwa ya tezi dume. Na katika sehemu hii tutakwenda zaidi kuzungumzia namna gani mtu anavyoweza kupata tatizo la kansa ya tezi dume, ama ukipenda prostatitis cancer. Lakini kabla ya kuendelea mbele, ningependa kuwakumbusha wasikilizaji wangu, ikiwa ndio mara ya kwanza mtazamaji wangu unaungana nami katika kipindi hiki, kwamba tunazungumzia maradhi ya tezi dume kwa sababu tezi dume ni sehemu ya kiungo katika viungo vya mwanamume. Kwa ufupi tu, jiografia ya kiungo hiki ipo katika maumbile ya kiume ya mwanamume au maumbile ya mwanamume. Tezi dume inapatikana mbele ya tundu ya haja kubwa na iko chini ya kibofu cha mkojo. Tezi dume iko mbele ya tundu ya haja kubwa na iko chini ya kibofu cha mkojo. Tezi dume ni tishu, nyama maalum inaozunguka njia ya mkojo inayounganishwa na kibofu cha mkojo kutoka katika kibofu cha mkojo. Njia hii imevishwa tishu ama nyama maalum zinazozungukwa na utando mwembamba wa ngozi ambao unazunguka katika njia ya kibofu cha mkojo, njia ya mkojo, yani urethra. Kwa kawaida eneo hili linaweza kutanuka au kurudi sawa, na eneo hili limetengenezwa tofauti kidogo kimaumbile. Eneo hili mara nyingi huanza kutanuka mwanamume anapotimiza umri wa baligh, na hii inatokana na mwanamume anapofikia katika umri huu, tezi hii huanza kutanuka ili kuweza kuzalisha maji ambayo kwa kawaida huanza kumwagika ili kuweza kupatia chombo ama kitu cha kuishi mbegu za kiume ama sperm. Na huendelea kutanuka polepole na baadaye husimama eneo hili mpaka mwanamume au mtoto wa kiume anapotimiza umri usopungua miaka 25 hadi 30. Kwa hiyo mwanamume anapotimia umri wa kuanzia miaka 25 hadi 30, tezi huu huanza tena kutanuka kuliko ilivyokuwa katika hatua ya kipindi cha baligh. Kama tulivyosema mwanzoni kwamba tezi hii moja ya kazi yake ni kutengeneza ute ama majimaji maalum yanayozisaidia mbegu kuweza kuishi, lakini pia huzalisha maji ambayo pia kazi yake kubwa ni kusafisha njia ya mkojo wakati mwanamume anapoingia katika tendo la kujamiiana. Lakini maji haya pia husaidia kuzisafirisha mbegu ama kuzipa spidi mbegu za kiume zinaposafiri kutoka katika mlango wa kizazi wa mwanamke kuelekea katika uterus na fallopian tube ili ziweze kwenda kutafuta yai la kike. Lakini pia maji haya huweza kusaidia kupoza kiwango cha asidi kilichopo katika maumbile ya uke wa mwanamke na katika mlango wa kizazi, kwa maana ya shingo ya mlango wa kizazi na kwa ndani, ili kupunguza kiasi cha asidi ambayo ingeweza kuziua mbegu za kiume za mwanamume na hivyo kuzifanya zishindwe kuchavusha yai la mwanamke. Kwa hiyo maji haya ukiangalia kimsingi ni maji muhimu sana ambayo yanazalishwa katika tezi hii. Lakini swali linakuja, inakuwaje maradhi ya tezi dume yanaweza kumtokea mhusika ikiwa anaweza kupata tatizo hilo? Tumesema hakuna hasa
yale maelezo ya kina ya kitafiti yanaonyesha mara nyingi asili ya tatizo hili, na hili inatokana na research za nyuma kidogo. Watu walipokuwa wakifanya research kwa karne kadhaa nyuma, ilionekana watu ambao hawana korodani mbili, yani watu ambao wamezaliwa bila kuwa na korodani mbili, au watu waliozaliwa kisha wakafanyiwa operation ya kuondolewa korodani, walikuwa sio jambo rahisi sana kupata tatizo la tezi dume. Lakini utafiti wa hivi karibuni pia ukaonesha tatizo hili ni tatizo ambalo linaweza kuwapata zaidi wanamume wenye umri wa kuanzia miaka 40 na kuendelea. Lakini tafiti za karibuni zaidi zinaonyesha kwamba tatizo hili linaweza kuwapata watu wenye umri hata kuanzia miaka 30. Na hii inatokana na ukweli kwamba tezi ya kiume ya mwanamume kuanza kutanuka kwa mara ya pili baada ya kusimama kipindi cha utanukwaji uliofanyika wakati akiwa ameingia katika matured ama kuwa baligh. Mara nyingi huanza kutanuka tena katika hatua ya pili kati ya miaka 25 na 30. Ndio kusema kwamba utanukaji wa tezi dume unaweza kuendelea kutanuka mara tu mwanamume anapotimiza umri wa miaka 30. Na ndio kipindi ambacho tunaweza kusema kinahitaji tahadhari zaidi na kujiangalia kwa kina ili kugundua tatizo hili, kwa sababu umri wa miaka 30 hadi 40 unaweza kuashiria dalili za awali za kuthibitisha tatizo la kutanuka kwa tezi dume. Labda kabla ya haya ningetumia fursa hii kuzungumzia kwa ufupi sana dalili 9 zinazoweza kuthibitisha kutanuka kwa tezi dume. Dalili 10 au 11 hivi zinazoweza kuthibitisha kutanuka kwa tezi dume. Dalili ya kwanza ni kukojoa mkojo unaokatika katika. Dalili ya kwanza ni kukojoa mkojo unaokatika katika, kwa maana ya kwamba mgonjwa anaweza kujikuta anakwenda chooni, anajisaidia mkojo, lakini mkojo wake ukawa unatoka, unastop, unatoka, unastop. Hii ni moja kati ya dalili kwamba una tatizo la tezi dume au umeanza kuwa na tatizo la dalili za kuwa na tezi dume. Lakini pia dalili nyingine ni kukojoa mkojo unaotoka kwa mtiririko dhaifu. Dalili nyingine ya kuthibitisha kwamba una tatizo la tezi dume ni ile hali ya kutokwa na mkojo, ama wakati unakojoa mkojo kutoka mkojo katika mtiririko ama hali ya utokaji wa mtiririko wa mkojo wenye udhaifu. Lakini dalili nyingine ni ile hali ya kushtuka, ni ile hali ya kushtuka kabla ya kuanza kukojoa. Kuna baadhi ya watu anaweza kafika mahala anataka kujisaidia mkojo, akajikuta kuna hali kama ya mshtuko anaipata. Yani kuna kitu kama kinapiga shoti katika mwili wake, alafu ndio mkojo unaanza kutoka. Hiyo ni katika dalili miongoni mwa dalili zinazoweza kuthibitisha kwamba umeanza kuwa na tatizo la tezi dume. Lakini dalili nyingine ni ile hali ya kuhisi unabanwa na mkojo mara kwa mara. Dalili nyingine ni ile hali ya kuhisi unabanwa na mkojo mara kwa mara. Hii nayo ni katika dalili za kwamba tayari unaweza kuwa una dalili za tezi dume. Dalili nyingine ni kushindwa kuthibitisha mkojo, kiasi cha mkojo katika kibofu, yani kiasi cha kushindwa kutiririsha, samahani. Dalili nyingine ni kushindwa kutiririsha mkojo ama kuhisi una mkojo mwingi katika mwili, au ile hali ya kushindwa kuthibitisha ndani ya kibofu cha mkojo una mkojo, yani kupoteza ile hali ya kuwa kibofu cha mkojo hakionyeshi kama kina mkojo. Na hii inaweza kwenda na hatua ya mbali zaidi ambayo ni kutokwa na mkojo bila kujijua, kwa sababu iko hali inafikia mahala kutokana na sababu kadhaa za kutanuka kwa utando wa ngozi na kufanya misuli inayozunguka kibofu cha mkojo kutanuka na kufika mwisho, mkojo unapojaa katika kibofu cha mkojo unaweza kuzuia kumfanya mwenye mkojo asihisi kabisa dalili ya mkojo. Dalili nyingine ni hali ya kuhisi mkojo haujaisha katika kibofu cha mkojo. Dalili nyingine ni kuhisi mkojo haujaisha katika kibofu cha mkojo. Kuna baadhi ya watu anaweza kuingia katika hali ya kutaka kukojoa mkojo, akakojoa mkojo na akahisi kwamba hauishi. Yani unajisaidia, lakini ukichelewa dakika 3-4 unahisi kwenye kibofu cha mkojo bado mkojo upo,
na unapousukuma unapata tena mkojo kidogo, japokuwa ulikojoa na ukahisi kwamba mkojo huo umekwisha. Dalili nyingine ni hii ifuatayo: kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Dalili nyingine ni hii ifuatayo: kukojoa mara kwa mara na hasa nyakati za usiku. Ukiona hauna tatizo la sukari, lakini pia unakojoa mara kwa mara nyakati za usiku, hiyo inaweza kuwa ni moja kati ya dalili za kuthibitisha kwamba una tatizo la kutanuka kwa tezi ya kiume ama kibofu cha mkojo ama tatizo la prostate. Dalili nyingine ni ile ya kushindwa kukojoa kabisa, kwamba mkojo unaweza ukafika mahala ukaziba, na hii inaweza kukulazimika sasa kuwekewa mpira, yani catheter, mpira ambao unaweza kukusaidia kuweza kujipatia mkojo. Na hatua hii ni katika hatua za juu sana za kuwa na tatizo la tatizo la kibofu cha mkojo, tezi dume, na kuathirika kwa kibofu cha mkojo. Kwa sababu hatua hii inapofikia mkojo kushindwa kutoka, bakteria na asidi hudumu kwa muda mrefu katika kibofu cha mkojo, na hivyo kuziathiri kuta za kibofu cha mkojo, na mkojo kulazimika kurudi juu kutoka katika eneo la kibofu cha mkojo na kurudi katika figo. Jambo hili linaweza kupelekea bakteria kuanza kusambaa katika figo na kuanza kuzishambulia figo. Lakini pia asidi inaweza kutoka tena ndani ya mkojo na kusambazwa katika damu, jambo ambalo linaweza kupelekea infection katika damu inayotokana na bakteria waliokuwepo katika mkojo, ambao wamerudishwa katika mwili kutokana na kibofu kuzidiwa mkojo na kuleta mkojo katika figo, na hivyo figo kuzirudisha mkojo tena katika system ya damu ama circulation ya damu, jambo ambalo linaweza kupelekea maradhi na madhara mengine ya infection katika damu. Dalili nyingine tumesema ni kushindwa kuzuia mkojo, na hasa wakati unapoenda kujisaidia, kwamba unapohisi mkojo unaumwa uwahi kukojoa, na ikitokea umechelewa mkojo unaweza kutoka bila ya wewe kujipanga. Dalili nyingine ni zile zinazotokana na madhara ya hilo BPH lenyewe, ambalo ziko nyingi, na hizo kubwa miongoni mwazo ni tatizo la kuanza kupata kansa, kwa sababu bakteria wanapozidi kukaa katika hilo na kushambulia, ama virus ama fungus, seli ovu na kuendelea kutanuka kadiri isivyohitajika katika mwili wa mwanadamu, seli hizi hubadilika na kuwa radical cells ambazo zinaweza kushambulia tena kinga za mwili na kutengeneza tatizo la kansa. Baada ya maelezo haya, ni vizuri ningezungumza kwa ufupi sana madhara ya kupatikana kwa tatizo la tezi dume. Madhara ya kupatikana kwa tatizo la tezi dume. Mtazamaji wangu, hebu nifuatilie ili uweze kujua ni madhara gani ambayo unaweza ukayapata kwa kuwa na tezi dume. Lakini tezi dume kwanza ni moja kati ya magonjwa ambayo, pamoja na maambukizi ya mfumo wa mkojo na matatizo mengine yanayoweza kusababisha tezi dume kwa mwanamume, tezi dume pia ni moja kati ya magonjwa ya kurithi. Maana yake pia mzazi wako wa kiume au familia yako inapokuwa na tatizo la tezi dume, kuna possibility ya kizazi cha mtu huyu ama mzazi huyu mwenye aliyewahi kuugua tatizo hili kuwarithisha watoto wake au kurithi baadhi ya watoto wake. Kwa hiyo tezi dume ni moja kati ya magonjwa ambayo pia ni ya kurithi. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo tunatakiwa kuwa na tahadhari navyo ni yale mazingira ya kujikuta kwamba unatengeneza mazingira ya kuwa unajaribu kufanya uchunguzi wa mara kwa mara ili kujiepusha na tatizo hili. Lakini ukiachilia mbali hayo, nikirudi kuelezea kwamba kuna madhara gani katika swala zima la tezi dume, la kwanza kabisa ni damu kuganda. Magonjwa ya tezi dume yanaweza kusababisha tatizo la mgando wa damu, na hasa katika eneo ambalo tezi dume limepata uvimbe. Eneo hili linapoganda ndilo ambalo linaweza kuja kusababisha matatizo, miongoni mwa matatizo ya kansa. Lakini kingine ni pneumonia. Utafiti wa kisayansi unaonesha kwamba mtu anapougua tatizo la tezi dume kwa muda mrefu na akawa na tatizo la kuzuia mkojo, na mkojo ukarudi katika figo na ukarudishwa katika damu, mkojo huu na bakteria hizi zinaporudi katika njia ya damu kwenye mapafu, kuna possibility kubwa ya kuathiri mfumo wa mapafu na hivyo kusababisha magonjwa ya pneumonia
Pneumonia ni moja kati ya magonjwa ambayo inaweza kusababishwa na tatizo la tezi dume. Lakini tezi dume ni moja kati ya magonjwa yanaweza kusababisha madhara, au madhara yanaweza kusababisha tezi dume ni pamoja na madhara ya maambukizi ya njia mbalimbali. Tezi dume inaweza kusababishwa na tatizo la maambukizi ya aina mbalimbali katika mfumo wa mkojo pamoja na mfumo wa damu. Lakini pia dalili nyingine kama nilivyosema mwanzoni ni kushindwa kupata mkojo kabisa. Dalili nyingine ni mgandamizo katika kibofu cha mkojo, kwamba tezi dume inaposhindwa kufanya kazi yake kwa kutanuka na kuziba mkojo, na mwanamume kushindwa kukojoa kabisa, mkojo ukashindwa, hivyo husababisha eneo la kibofu cha mkojo kubaki na mkojo kwa muda mwingi, na hivyo kutanua misuli na kufanya mgandamizo mkubwa katika kibofu cha mkojo, na hivyo kusababisha mgandamizo katika eneo la kibofu cha mkojo. Lakini dalili nyingine ni kuweka vijiwe katika kibofu cha mkojo. Mkojo unapoendelea kuelemea na kubaki katika kibofu cha mkojo kwa muda mrefu bila ya kuukojoa, mkojo huu uganda na hutengeneza vijiwe katika kibofu cha mkojo, na hivyo kusababisha infection ama madhara katika kibofu cha mkojo, na kuweza kuleta madhara katika mfumo wote wa mkojo, yani urinary tract infection. Dalili nyingine ni maambukizi ama madhara mengine ni maambukizi katika njia ya mkojo kama nilivyosema, urinary tract infection. Tatizo lingine ama madhara mengine ni yale madhara ya figo na kibofu cha mkojo, kwamba mkojo unaposhindwa kutoka kwa wakati, unapoendelea kubaki kwa wingi katika kibofu cha mkojo, moja ya madhara yake husababisha kibofu cha mkojo kuwa na mkojo muda mwingi, na hivyo kusababisha athari, kwa sababu asidi iliyopo katika mkojo huweza kuathiri kibofu cha mkojo, na wingi wa mkojo unaowepo katika kibofu cha mkojo huweza kutanua misuli na mishipa na muscles zinazozunguka kibofu cha mkojo, na hivyo kufanya kutanuka, na hivyo kufanya kibofu cha mkojo kushindwa kuleta hisia za mkojo. Kwa hiyo miongoni mwa dalili ama miongoni mwa madhara yanayosababishwa na tatizo la kutanuka kwa tezi dume ni kuathiri kibofu cha mkojo, lakini pia ni kuathiri figo. Kama tulivyosema mwanzoni kwamba figo inapokuwa imekaa na mkojo kwa muda mrefu uliotolewa katika mfumo wa mkojo, kwa maana iliyotolewa katika kibofu cha mkojo, figo nayo huiondoa mkojo huu na kurudisha katika damu, ambao nao huweza kusukumwa katika eneo la nje la figo, ambalo ni pamoja na katika eneo la mapafu, na hivyo kusababisha magonjwa kama pneumonia na kadhalika. Ndio kusema kwamba kibofu cha mkojo kinavyoweza kuathirika zaidi kinaweza kuleta madhara mengi zaidi, hasa katika figo. Madhara mengine ni shinikizo la damu. Mtu mwenye tatizo la madhara ya kibofu cha mwenye madhara katika tezi dume ama kuvimba kwa tezi dume kunaweza kusababisha athari ama tatizo la shinikizo la damu, yani hypertension. Mtu anaweza kupata hypertension, high blood pressure, ugonjwa wa pressure ya kupanda, mtu anaweza kuupata kutokana na tatizo la kibofu cha mkojo kuwa na madhara au kuwapata madhara katika kibofu cha mkojo. Sasa haya yote kwa ujumla wake yanapoendelea kutokea yanaweza kuja kusababisha athari katika mfumo huu, yanaweza kuleta athari katika eneo hili la mzunguko wa kibofu cha mkojo, na katika eneo ya urethra au njia ya mkojo, na kuifanya tezi hii ya kiume ikaanza kuvimba, na hivyo kuleta madhara, mwisho wa siku kugandwa kwa damu na kusababishwa tatizo la kansa. Eneo hili linapopata kansa, kuna aina mbili za kansa zinaweza kujitokeza. Aina ya kwanza ni ile ya awali, yani primary stage cancer, kansa katika hatua za awali. Kansa hii inaweza kutibika. Ikiwa utaifanya, utapata muda wa kuitibu, unaweza kupata matibabu na kansa hii inaweza kuisha. Na kansa hii inaweza kutibiwa kwa njia za dawa au inaweza kutibiwa kwa njia za kufanya operation. Yani inaweza kukatwa kipande kile kilichopata athari na kuizuia kansa isiendelee, na mionzi ikachomwa na kansa isiweze kuendelea tena. Lakini ikitokea unaweza kuiwahi mapema zaidi kansa hii,
Ziko dawa za asili ambazo unaweza kutumia na kuiondoa kensa hii mapema, na hivyo kuweza kusababisha tatizo la kensa kuto kumdhuru mwanadamu na kumletea hatima ya kifo. Kwa sisi watu wa taasisi ya Islaha Islamic Dua Center, katika hatua hii ya maradhi ya prostatitis cancer katika primary stage, tuna dawa inaitwa Multi Cure. Tuna dawa maalum inaitwa Multi Cure. Multi Cure ni moja kati ya dawa ambazo zina sheheni virutubisho, vitamins pamoja na proteins za kutosha, ambazo zina uwezo mkubwa wa kupambana na vimelea vya kansa, lakini pia ina uwezo mkubwa wa kuzalisha aina mbalimbali za anticoagulant, ambayo hii ina uwezo mkubwa wa kuzuia vimelea vya kuashiria tatizo la kansa katika mwili wako. Multi Cure Syrup ni moja kati ya dawa ambayo ina uwezo mkubwa wa kuzuia uvimbe, ina uwezo mkubwa wa kuzuia kansa, ina uwezo mkubwa wa kuzuia stroke, ina uwezo mkubwa wa kutibu mifupa na magonjwa mengine mbalimbali, na kwa kusheheni aina mbalimbali za vitamins pamoja na proteins za aina mbalimbali, ina uwezo mkubwa wa kukinga kuzuia na kukinga magonjwa yanayoweza kusababisha kansa. Hivyo basi, wewe ndugu yangu ambaye umekuwa ukisumbuliwa na tatizo hili la prostate, kabla halijafika katika hatua ya kansa, kabla halijafika katika hatua ya kansa primary stage ama secondary stage, waweza kuwasiliana nasi kwa namba zetu zinazopita hapo chini, ili kuweza kujua kwamba namna gani tutakusaidia kwa kutumia dawa hii inayoitwa Multi Cure Syrup. Ni moja kati ya dawa nzuri yenye uwezo mkubwa wa kupambana na vimelea vya kansa. Lakini dawa hii pia ina uwezo mkubwa wa kuongeza kinga za mwili. Hivyo kwa wale ambao hawajafika katika hatua za kansa za namna mbalimbali, wana magonjwa ambayo yanaweza kuashiria kansa, basi ukitumia Multi Cure Syrup ina uwezo wa kukuzuia vile viashiria vinavyoweza kusababishia tatizo la kansa. Lakini wale ambao wana tatizo la kinga kushuka, Multi Cure Syrup ni moja katika immune booster nzuri kabisa, yenye uwezo wa kuboost immune, kupandisha kinga zako za mwili ambazo zimeanza kupotea kwa maradhi mbalimbali. Kwa hiyo ninapoizungumzia Multi Cure Syrup, tunazungumzia moja kati ya dawa ama kirutubisho chenye uwezo mkubwa wa kusaidia maradhi na matibabu ya maradhi mbalimbali. Baada ya kueleza haya, niwashukuru tena kwako, ili kupata faida zaidi zinazotokana na mafundisho yanayotoka katika taasisi ya Islah Islamic Dua Center. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.